الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nitambue nafasi ya kila mmoja kwa wadhifa, hadhi na cheo chake. Lugha nyepesi ya kudozoea kwa wanasiasa ni ile itifaki imezingatiwa. Nilipoambiwa nije kuzungumza na kupewa topiki hii, nilikuwa niseme sikuona kuna vitu si muhimu kuwa navyo kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo maadamu vile vitu muhimu vimekamilika, vile visivyo muhimu vinapokuwa na nafasi ya kuingia, ile sasa ndo nafasi ya mpango wako kwa ajili ya hija, ambayo mara nyingi huwa hatufikiri namna hiyo. Juzi nilipata nafasi ya kwenda kutembelea nchi ya Malaysia, na nilipokwenda nikajifunza uelewa wa wenzetu, ambayo hapa nilisema nitashare na nyinyi kuwa wenzetu wameelewa hija si utajiri, na kwa hivyo mtu, yani ile kota yao imejaa, na mtu akiomba muda wa kusubiri mpaka aweze kupata nafasi ni miaka 20, pamoja na kwamba pengine kota yao ni kubwa kuliko yetu Shafari za Darabini, lakini waiting ile ni miaka 20. Lakini Malaysia wao waiting yao ni muda mrefu zaidi, inakadiriwa karibu miaka 120, kwa sababu wenzetu wana utaratibu, mtoto wake akizaliwa tu anaanza kumtengenezea utaratibu wa kumwekea akiba ya kuweza kwenda hija. Sasa inatofautiana nchi na nchi kule kwao. Wanazungumzia Indonesia, kota yao ni kubwa duniani, inakadiriwa watu 231, lakini angalia inajaa, na ili uende unasubiri miaka 20. Wakisafiri mgawanyo unakuwa karibu, wanasema magrupu yale ya ndege karibu 529. Hawa wameelewa kwamba hija si utajiri, na zile nchi za jirani pale ni hivyo hivyo, utaratibu uko hivyo. Nchi ambayo inaonekana pengine muda wake si mrefu sana wa kusubiri ni Thailand, ambako mtu anasubiri mwaka mmoja. Sasa haya nimetaka tu niyaguse kwa ajili ya kuelewa wenzetu walipofahamu, na kwamba istitwaa ameizungumza hapa Sheikh Twaha kwa kirefu na ufafanuzi. Kinachobaki kwetu sisi ambacho nimekiona, ndio maana nikasema nitazungumza na sehemu zote mbili, kwamba hili jambo linakata cross kwa mahujaji kwa maana ya Waislamu, lakini na kwa taasisi ambazo zinashughulika na jambo hili. Tuna haja ya kuelimishana zaidi, tuna haja ya kulizungumza kwa upana zaidi, kubadilisha namna yetu ya kufikiri tunapoliangalia jambo la hili. Wanasema yule Albert Einstein, baada ya bomu la atomic lile la huko Hiroshima na Nagasaki kutokea, alisema kwamba atomi kwa kuwa imekuwa divided, basi peace must never be divided, amani isigawanywe tena, kwa sababu sasa mtu mmoja anaweza kuwa na silaha ya kuangamiza almost karibu nchi nzima na zaidi. Mwisho akasema tunatakiwa tufikiri upya, thinking anew, kwa namna tunavyoishi na kuhusiana. Na sisi kwenye jambo hili la hija tunatakiwa tufikiri upya, kubadilisha fikra za kwamba hija ni utajiri, kuweka utaratibu kwamba hapana, istitwaa haina maana ya utajiri, ina maana
ya uwezo wa kiuchumi ambao mtu anatakiwa atengeneze mwenyewe kwa kuelewa anatengenezaje. Kwa utaona hii pia inakwenda kwa wataalamu wetu waanze kuelimisha watu wetu kile kinachoitwa financial literacy. Waelewe. Wakishaelewa vizuri itakuwa iko sawa sawa. Na uzuri wa mambo yetu ya siku hizi haya, ziko applications ambazo zinakusaidia ukienda namna gani unaweza kusave kwa ajili ya hija. Zipo. Nimeona moja inaitwa Halal Wallet ambayo inakuelekeza, inataka uiambie kipato chako kiasi gani na nini, alafu inafanya hizo calculations ambazo zinakusaidia wewe kujipanga kwenye namna ya kuhakikisha unaweka akiba ili uweze kwenda na kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo kuweka na kubadilisha fikra, uliendea ili jambo katika utaratibu huo, ndio njia iliyokuwa nzuri zaidi inayoweza kukusaidia kwanza kumbadilisha mtu fikra, aelewe kwamba hapana, hija si utajiri, na aelewe kwamba kumbe ukiweza kutimiza mahitaji yako muhimu unaweza kuweka akiba. Tulikuwa tunamuuliza mtu mmoja wakati tuko Malaysia pale, utaratibu uko, anasema mtu anajiwekea akiba utaratibu wa miaka 5, miaka 10, kwamba yeye kila mwezi ataseta aside kiwango fulani. Akiweka baada ya miaka 5, miaka 10 anakuwa kakamilisha. Sasa anasubiri muda wake tu ni mwaka gani yeye atakwenda. Sisi kwa sababu tumeganda kule kwamba ile man istataa ilaihi sabila tunaona ni utajiri, mtu hafikiri hivyo. Ameisema Sheikh Taha hapa, mtu anaweza kuwa na nyumba 2, 3, anacho kipato anachoweza kuweka ili wakati wa likizo asafiri na watoto wake kwenda Dubai, kwenda China, kwenda pengine Ngorongoro na wapi, lakini akili yake haimfanyi afikiri kwamba anaweza kuweka hivyo hivyo ili aweze kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo ni tatizo zaidi la namna ya kufikiri kuliko uwezo wa kufanya. Na hili utaliona aliko kwenye hija. Sisi tuna wajibu wa kufanya kile kinachoitwa wealth creation, kutengeneza mali, ambao ni wajibu kwetu sisi. Vinginevyo utaishi, hutoweza kutekeleza. Hakuna mtu kaandikiwa ibada ya zaka, ni yeye tu, inamhusu kila mmoja wetu, lakini ili uifikie lazima utengeneze mali. Alipoondosha watu Saidna Umar msikitini, aliwaondosha wasikae pale wakabweteka wakati wanajua mbingu hazinyeshi dhahabu wala fedha, manake watoke wakatengeneze mali. Kwa hiyo hili linaunga, mali ikishatengenezwa itatuwezesha kwenye kutekeleza ibada ya hija, itatuwezesha kuboresha hali zetu zaidi na kuyaelekea mambo mbalimbali ambayo sisi pengine tunaona hatuwezi kuyaelekea. Lakini inarudi kwenye kitu kinaitwa planning, ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia la hafla katadbir. Kupanga, kuwa na mpango ni sehemu ya wajibu wa kila Muislamu. Chochote kile unachotaka kufanya, Mwenyezi Mungu akiamrisha wa aqimu sala, ili uweze kutekeleza lazima uwe na mpango. Kwa hiyo ibada yoyote ili iwe inahitaji mpango. Mwenyezi Mungu akiamrisha kitu, usipokiandika ukakirekodi pahala na ukaplani kukifanya, maana yake wewe utatafsirika kama alivyosema Sheikh Taha, sio muumini wa kuamini kile Mwenyezi Mungu anachotaka ufanye. If you believe in something, you plan for it. Chochote kile tukikuuliza, kama alivyosema Sheikh Taha, chochote ulichofanikisha kwenye maisha yako ni kwa sababu kulikuwa na mpango. Na hili haliwezi kuwa
bila ya kuwepo huo mpango. Kwa hivyo jambo hili ni pana sana, la kwamba tuanze na kampeni, tusiishie hapa, tuendelee, especially taasisi zote za hija, kupeleka ujumbe huu kwa waumini, kwa Waislamu popote walipo, kwamba hija si utajiri. Istitwaa haina maana ya utajiri, lakini istitwaa ina maana ya kutofautisha zile tunazoziita wants na needs, kwamba ukiweza kuwa yale mahitaji ya muhimu unayo, sasa ile ziada ile ndio unaoitumia, na maisha yote yako hapo. Pia mpango maalum kabisa ambao wanaofundisha wataalamu wanauita 50-30-20, kwamba wewe unafanya kazi, unafanya biashara, 50% ya kile unachokipata hiyo inajulikana, ina matumizi muhimu lazima ya wewe. 30 ni ile dharura, 20 lazima uweke akiba. Sasa kama unapata 20,000 alafu unatumia 30,000, hapo pahala pana matatizo. Lakini 50, 30, 20 akiba, hapo na ibada ya hija itawezekana, kwa sababu utakuwa kwenye utaratibu anaupenda Mwenyezi Mungu na kuridhia, kwamba lazima uwe na mpango, lazima uwepo na mpango ni huo. Kwa hiyo mimi nisisitize kwamba hili lilofanyika hapa ni kama tumegusa kitu kidogo sana, kuwepo na mpango wa kuhakikisha tunabadilisha hiyo mentality ya waumini wa kuwaendea zaidi, kutumia mitandao ya kijamii, kutumia misikitini, kuwafikia kila pahala walipo, ili waweze kuelewa kwamba hija si utajiri. Istitwaa maana yake ni hii, waifahamu. Lakini pia kongamano kama hili linapaswa litengenezewe utaratibu wa ukubwa zaidi. Nilipouliza kule Malaysia, wakasema kupitia ile taasisi inayohusika na mambo ya haji, walikusanya pesa nyingi ambazo watu ndo wanaduduliza, ikaonekana sasa haziwezi kukaa tu. Pesa zilizokusanywa zikawa ni mchango mkubwa kwenye uanzilishi wa benki kule ambayo inapata utaratibu wa Kiislamu, kwa sababu zile pesa zilikuwa nyingi zilikusanywa, na pesa zile za hija haziwezi kupelekwa kwenye biashara ambazo zina riba na mambo mengine. Kwa hiyo wakaja na fikra hiyo. Indonesia wana hilo wanaita benki muamalat, ambayo kule inamwelekeza mpaka mtu namna gani anaanza kusave from zero kuweza kufikia pahala wa kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo utaona kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tufanye ili tufikie huko. Kota yetu ni ndogo sana. Angalia hiyo ya Indonesia, 231,000 na watu wanasubiri kwa miaka 20. Ya kwetu Shafai wanakuambia 25,000, na sidhani kama tumeshafika mpaka japo 10,000. Tunafika 4,000. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kufanya sisi, kubadilisha namna ya fikra na kuangalia tunakwendaje huko mbele, na kutumia tools zote tulizokuwa nazo kulibeba jambo hili, kwa sababu ni kubwa na ni sehemu ya ibada. Watu waelewe, isije ikawa mtu hakutekeleza, akiulizwa huko mbele akasema hakuna mtu alikuja kunifahamisha akanitoa hivi nilivyokuwa nafikiri. Sisi tutokane na dhima kuwa tunawafikia, tunawaelimisha, wanaelimika na wanatekeleza jambo hili. Mmoja katika wanazuoni wetu wakubwa, Said Omar Abdallah, maarufu mwenye baraka, wanapenda kusema a thought without a thinker is unthinkable. Fikra bila mfikiriaji haifikiriki. Kwa hivyo sisi tubebe, ndio tuwe wafikiriaji, kuhakikisha tunawafikia watu wetu kwa ukubwa sana. Mimi naamini tukibeba namna hiyo, na ikawa sio kampeni ya wakati wa hija ukikaribia, hapana, ni kampeni inazunguka mwaka mzima kuwafikia Waislamu, kuwaelimisha popote walipo, kwamba bwana, wewe unaweza kuhiji
Mwenyezi Mungu hakuweka ibada fulani kwa watu fulani tu, wengine hawamo. Lakini ukifocus vizuri, ukatengeneza mpango, ukaelewa utaratibu namna ulivyo, kwa vyovyote na wewe utaweza kwenda hija. Naamini tukikutana tena tutakuwa tumefika kwenye 10,000 au 25 tumeifikia. Vinginevyo wenzetu huko wanatutamani. Nilikuwa nazungumza, nafikiri ilikuwa South Africa hapa, nilikuwa nazungumza nao council yao ya scholars, mjumbe mmoja yule akanambia, bwana, kwani hakuna uwezekano hiyo kota yenu usiotimiza tukao tunakuja sisi? Kwa sababu sisi huku ya kwetu imetimia na watu wanasubiri na ile waiting list ni kubwa sana. Yote yanatokea, inaonekana sisi hatutumii vizuri. Sasa hebu tusimame kisawa sawa, tufanye hii kazi vizuri kabisa, na vile vile hiyo itamfanya mufti wetu wa very much proud. Maana akizungumza na kusafiri kuhusu Waislamu wa Tanzania, alafu wakitizama wanaokuja hija kwenye kota yao hata hawajazi, anapata wakati mgumu. Bwana, hiki unachotuambia ni kweli au watu bado hawajui dini yao vizuri? Mbona hawafiki popote kwenye kota mliopewa? Kwa hivyo hili ni jambo muhimu ambalo tulibebe kwa ujumla wake. Nilikuwa nimetayarisha hapa kwa presentation, lakini naamini nikishare kwenye Tanzania Hajj Federation na vile ninavyofikiri itasaidia sana kuliko nikisema hapa nitachukua muda mrefu, lakini na wasiwasi itakuwa bado haijakaa vizuri. Lakini nikishare huku itafanywa kazi, tushirikiane, na mimi naamini kabisa kule kwa mufti nitapewa ruhusa kushirikiana na nyinyi, tufanye kampeni hii kubwa ya kuhakikisha tunatoka hapa tulipo. Wenzetu, narudia tena, Malaysia mtu anakwenda kusubiri miaka 140. Manake huyu mpaka ataondoka ulimwenguni hataweza kufika. Lakini ndio watu wako tayari na wamelipa na wamejikusanya kidogo kidogo. Indonesia wanasubiri miaka 20. Sisi kwa nini hatuvuki hiyo 4,000 tukafikia ile kota yetu? Kwa sababu ni wajibu wetu, kwamba sasa ikifika pale tukiongea huko na mamlaka, mufti akizungumza wakasema Saudi bwana hatuongezi, ndio hiyo tutakuwa hatuna lawama. Lakini kuwa hatuifikii tuliopewa na bado tunaonekana kama tuna relax, bado kuna shida, na tupambane na hii ya kubadilisha namna ya ufikiriaji ili tuweze kwenda mbele, tutekeleze ibada hii, kila mmoja awe hana dhima. Mwenyezi Mungu awalipe kheri, na nisisitize tu, natamani jambo hili mwakani nilione kule uwanja wa Mkapa na sehemu nyingine, ili kampeni yetu iwe kubwa zaidi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.